Kwa jina naitwa Thuwaiba Ahmed, ni afisa elimu wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, divisheni ya kinga na tiba, yani utoaji wa elimu kwa umma ili kuepusha umma katika wasijiingize katika matumizi au biashara haramu ya dawa za kulevya. Lakini pia kwa wale ambao kwa bahati mbaya wameingia katika matumizi ya dawa za kulevya, basi tunashughulika na kuwapa matibabu ili waweze kupona na kurudi katika jamii. Kwa nini mmeamua kutumia mashindano ya namna hii kwa kusanya vijana kwa ajili ya kutoa elimu? Kitu gani ambacho mmekilenga zaidi kupitia haya mashindano? Kwanza, kwa siku ya leo na kesho ni siku ambayo tunaadhimisha, ni maadhimisho ya kupiga vita dawa za kulevya duniani, na duniani huwa yanafanyika kila ifikapo Juni 26, lakini kwa maelekezo ya safari hii ni kwamba tutakuwa tunaadhimisha kikanda. Kwa kanda ya magharibi tumeamua tutachukua siku ya tarehe 4 na 5 ili kuhakikisha kwamba hizi siku tunafahamu hazitaingiliana na matukio mbalimbali kama vile shule. Pia tutapata vijana wingi ambao watakuja hapa, watatuitikia na kuja hapa kupata elimu ya madhara ya dawa za kulevya. Lengo la kuwapa elimu vijana hawa, tunaamini kwamba wana imani potofu mbalimbali, ikiwemo kwamba imani moja hapo ni kwamba kuwaongezea nguvu katika utendaji wao wa kazi za kila siku. Lakini hizo ni imani potofu, hazina ukweli wowote. Sasa kijana atajuaje kama ni imani potofu kama hatujamfikia? Ndio maana tumeamua kuchukua hii platform kuwakusanya vijana ili tuwape elimu juu ya tatizo la dawa za kulevya, kuwaepusha kesho na kesho kutwa wasiingie katika matumizi au biashara haramu ya dawa za kulevya. Lakini pia tuambie, mwitikio umekuwa mkubwa kwa kiasi gani kuhakikisha mnapenyeza elimu na kutoa ujumbe ule ambao umekusudiwa? Kwa kweli hatukutegemea kupata mwitikio mkubwa kiasi hichi, ijapokuwa tulishaandaa platform ya PA kwa ajili ya kutangaza kwamba watu waje siku ya leo ili waweze kupata elimu mbalimbali juu ya tatizo la dawa za kulevya, pia elimu ya namna utakavyomtibia mraibu wa dawa za kulevya. Lakini kama mamlaka tunadhibiti vipi dawa za kulevya zisiingie nchini kwetu au zisizalishwe nchini kwetu? Kwa tunashukuru sana, tumepata mwitikio mkubwa sana, ikiwemo wanafunzi wa vyuo mbalimbali. Kuna Mbugani hapa, wapo wanafunzi wa chuo cha uhaziri hapa, lakini pia wapo wa Tabora Polytechnic, wapo wanafunzi wengi, na nashukuru pia tumepata vijana wengine wa mtaani, wapo wengi sana hapa. Lakini lengo la kuwakusanya vijana kama hawa, kama nilivyosema, ni kwa ajili ya kuwapatia elimu juu ya tatizo la dawa za kulevya ili wasijiingize katika dawa za kulevya. Wito wako ni upi? Watu sasa hivi wanakutazama, wapo ambao wameathiriwa na wapo ambao pengine usiposema nao wanaweza kuathirika kupitia hilo. Unawaambia nini? Kwanza napenda niseme hivi kwamba tatizo la dawa za kulevya ni suala mtambuka, si la mamlaka pekee, bali lazima tushirikiane na wadau mbalimbali katika kutokomeza tatizo hili. Mojawapo ni ikiwa kutoa taarifa ya wahalifu hawa. Tunajua huko mtaani tunao wengine wapo, unaweza ukawa unafahamu mtu anazalisha dawa za kulevya au mwingine anauza, basi usinyamaze kimya. Tunasema akiathirika jirani yako, wewe haupo salama. Ni lazima utoe taarifa kwa mamlaka husika kupitia namba ya simu bure ambayo ni 119. Wajibu wa jamii ni kutoa taarifa kwa mamlaka husika. Sisi mamlaka tutafanya kazi yetu ya kuhakikisha kwamba dawa za kulevya zinatoweka kabisa nchini kwetu. Sasa ni simple tu. Waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirts na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.